Hujambo na kwa mara nyingine tena karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, amewaambia Waajemi kwamba wasiwe na mategemeo juu ya mazungumzo yaliyoanza Oman na ambayo yataendelea siku ya leo ya Jumamosi huko katika jiji la Roma nchini Italia. Kiongozi huyo wa serikali ya mapinduzi ya Iran amesema kwamba wasiwe na matumaini kwamba Marekani itakubaliana na matakwa yao, lakini amesema kamwe hawatakubali kushinikizwa na Marekani juu ya kile wanachokitaka. Al-Khamenei ameyataja mazungumzo yanayoendelea yaliyoanzia Oman kuwa ni miongoni mwa majukumu mengi ya Wizara ya Mambo ya Nje, huku akisisitiza kuwa mambo ya taifa hayapaswi kutegemea mazungumzo hayo, akionya dhidi ya kurudia makosa yaliyofanywa wakati wa mazungumzo ya JCPOA ambapo maendeleo ya nchi yanafungamana na matokeo ya mazungumzo na kusababisha hali ya masharti ambayo yanazuia uwekezaji na maendeleo. Amesisitiza umuhimu wa kuendelea kwa shughuli katika sekta mbalimbali zikiwemo viwanda, uchumi, ujenzi, utamaduni na miradi mikubwa ya kitaifa ikiwa ni pamoja na ile ya nyuklia. Imam Khamenei alisisitiza kuwa hakuna hata moja kati ya mambo haya yenye uhusiano wowote na mazungumzo ya Oman. Mipango ya Marekani ni kuhakikisha kwamba Iran haiwi na silaha za kinyuklia kama ambavyo wamekuwa na wasiwasi. Hata hivyo, Khamenei anasema hakuna matumaini kupita kiasi wala hakuna matumaini kabisa kutokana na mazungumzo hayo. Al-Khamenei alikuwa akizungumza na viongozi waandamizi kutoka katika idara za utendaji, sheria na mahakama za serikali. Katika kikao hicho, Al-Khamenei alionyesha wasiwasi wake juu ya nchi za Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani, ambazo mpango wao ni kuona wanafanya mashambulizi dhidi ya Iran, huku yeye binafsi akisema kwamba ameshaandaa majeshi kwa ajili ya mapambano zaidi. Amesema kwamba wametoa fursa ya mazungumzo, lakini ikiwa hilo litashindikana, serikali ya Iran ipo makini na itaweza kupambana na madhalimu. Alitahadharisha dhidi ya matumaini ya kupita kiasi na kutokuwa na matumaini kupita kiasi juu ya mazungumzo hayo, na amebainisha kuwa uamuzi wa awali wa kushiriki mazungumzo hayo ulitekelezwa vyema na kwamba hatua za baadaye zinapaswa kuchukuliwa kwa usahihi kwa kuzingatia kwamba mstari mwekundu wa Iran na pande zinazopingana umebainishwa. Imam Al-Khamenei amesema kwamba ingawa mazungumzo haya yanaweza au yasilete matokeo, Iran inashikilia msimamo wa tahadhari, akionyesha kutokuwa na imani na nchi ambazo zinapingana, lakini akithibitisha imani katika uwezo wa taifa lenyewe. Kizungumza juu ya ukatili unaofanywa na utawala wa Israel, Al-Khamenei amelani mashambulizi ya makusudi dhidi ya wagonjwa, waandishi wa habari, magari ya kubebea wagonjwa, hospitali, wanawake na watoto huko katika ukanda wa Gaza, lakini pia akiumizwa na namna ambavyo Marekani inatazama watoto wakikosa chakula pamoja na maji. Al-Khamenei ametoa wito wa kuwepo kwa vuguvugu linaloratibiwa kutoka katika ulimwengu wa Kiislamu katika nyanja za kiuchumi, kisiasa, ikibidi kiutendaji, akisisitiza kwamba ingawa haki ya Mwenyezi Mungu itashinda dhidi ya wakandamizaji, hii haiziondoi serikali na mataifa katika majukumu yao mazito. Katika sehemu nyingine ya matamshi yake, Imam Khamenei ameashiria uwekezaji wa ndani katika uzalishaji kama mkakati madhubuti zaidi wa kukabiliana na vikwazo, akisema ingawa kuondolewa vikwazo ni njia ya uwezo wa Iran, kuondosha athari zake kunaweza kufikiwa kupitia njia na uwezo mbalimbali wa ndani, na kufanikisha hili kutaifanya nchi isiweze kuathiriwa na vikwazo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.